Haleluya, haleluya. Neema ya Kristo na nyote mnaosikiza ujumbe huu. Ni mwalimu wa Biblia Tanzania, Mwalimu Joseph, mwalimu wa maskofu, injilisti na mashemasi. Leo kuna somo nataka nitoe kuhusu mashabiki wa mpira, watu wanaoangalia mpira. Na hili somo litakufaa na litakusaidia sana. Wewe ambaye ni Mkristo, wewe unayemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wewe ambaye huamini Mungu watatu, wewe ambaye huamini Mungu wawili wakina Jeff Masawe, wewe unayemwamini Mungu mmoja ambao ni Yesu Kristo peke yake, ambao Yesu alikuwa baba katika mbinguni, akauvua ule ubaba, akaja akauvua mwili wa mwanadamu, akazaliwa kama mwanadamu. Akatufundisha akasema kwamba jifunzeni kwangu. Baada ya hapo akatuachia Roho Mtakatifu, akasema pokeeni Roho Mtakatifu, ambao akasema atatuachia msaada ambao ndo tuko naye sasa. Yule ambaye anamwamini Yesu Kristo, amebatizwa kwa jina la Yesu Kristo, anaye Roho Mtakatifu, ambaye baada ya hapo akarudi kwenye kiti chake cha enzi, ambaye yeye ndio mwanzo na mwisho, hakuna mwingine. Kama Biblia inavyosema katika Ufunuo 2:8, yeye wa kwanza na wa mwisho, alikuwa amekufa yu hai. Ufunuo 1:17, alikuwa amekufa yu hai, yeye ni Alfa na Omega. Huyo ndo tunayemhubiri habari zake, ambao ni Yesu Kristo, ambaye ni Baba, ni Mungu, yote Mwana, yote ni sawa, lakini ni mmoja, hajagawanyika. Ila yeye mwenyewe aliacha enzi, akaja duniani, akafa, akafufuka. Huyo hana utatu, ni mmoja tu, ila alifanya kazi kwa nyenzo tofauti, alifanya kazi kwa wakati tofauti. Sio kwamba alikuwa sehemu fulani akamtuma mtu fulani. Yeye mwenyewe alifanya kazi kwa wakati tofauti. Haya. Kwa nini nimeleta somo hili watu wanaoangalia mpira, wanaomwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi? Mpira uliwekwa kwa sababu moja, uwakutanishe watu wote, sehemu mbalimbali, dini zote, kwamba tutakutana kwenye kitu kimoja ambacho nitakuwa nimekianzisha mimi. Na lengo ni nini? Lengo ni watu kuwafanya wawe busy, kuwaweka starehe ambayo haina mpango. Wanaoangalia mpira itakusababishia vidonda vya tumbo, itakusababishia stress, itakuharibia siku. Kwa sababu ile timu unayoshabikia wewe isiposhinda, huwa inakuharibia, inakutoa kwenye mudi. Pia wacheza mpira wengi ni mashoga. Kwa sababu wewe baba umemzaa mtoto wako kumfundisha shule, kama ni mwanaume anataka wajukuu. Mpira na watu wanaoshabikia muziki ya Bongo Flava na muziki mbalimbali ya kidunia. Umemlea mtoto wako wa kiume aje avae hereni, asuke kama mwanamke, awe na tabia za kike. Hivi baba wewe ambao nilijali, utafurahi kweli mwanao aendelee kwenye maisha ya kizungu, maisha ya ambao sio kimaadili, maisha ya kishoga? Tumeona juzi katika kombe la dunia finali ya Argentina na Spain, waliangalia mpira. Ile sherehe imefanyika pale ni sherehe ya ushoga. Kwa hiyo wewe umeunga ushoga bila kujua. Wakati wanafanya hawa wanaitwa wasanii wa kina nani hawa? Hawa wasanii wa muziki hawa nani hawa? Waliokuwepo pale, waliokuwa na dumbuiza. Wakina Shakira. Pale chini walikuwa na bendera ya ushoga iko. Uwanja mzima kuna bendera ya ushoga imewekwa pale chini, imetandikwa pale chini. Halafu Shakira amevaa nguo yenye rangi ya bendera za ushoga, na watoto wengine wamemechishwa nguo za ushoga. Kwa hiyo walikuwa wanafanya sherehe ya ushoga. Na hiyo sherehe pia ilifanyika kule Ufaransa kwenye ilikuwa mpira gani, Europa League, Europa ile bara ya Ulaya, kombe la Ulaya, bara la Ulaya. Walifanya mashoga, walikaa wakamega meza bwana, ile bendera ambayo imeonyeshwa kwenye kombe la dunia kwenye sherehe zao ndio ilifanyika kule pia ya ushoga. Pia hapa Afrika kwenye ufumbuzi AFCON, Alikiba kwa Tanzania hapa alienda kuperform kwenye ule uwanja, alikuwa amevaa bendera ya ushoga. Ile nguo alikuwa amevaa ilikuwa ni bendera ya ushoga, na pale chini kulikuwa kuna bendera ya ushoga. Hiyo iliyofanyika kule Ufaransa ndio hiyo iliyofanyika kwenye Marekani, ndio hiyo ilifanyika Tanzania. Wamevaa bendera za ushoga, wanafanya sherehe za ushoga bila kujua. Sasa sisi kama watu wa Kristo wanaomwamini Yesu Kristo, ambao sio wa madhehebu na wa Kristo, hivi huu ushoga inakuaje? Huu ushoga inakuaje?
ushoga inakuwaje? Tuulizane hapo jamani. Angalia hata hapa BBC hapa wametoa juzi, askofu wa Uganda, mtetezi wa mashoga afariki dunia. Askofu anatetea watu mashoga waendelee kufanya ushoga kwamba ni halali na ni haki, na hizo bendera zao hizi hapa na bendera hii hapa chini. Wakati wanafanya ile muziki, hii bendera ilikuwepo. Wewe kama Mkristo, wewe kama mwanadamu lijali unayekataa mambo ya ushoga, ulawiti, ufilaji, unawezaje kwenda kushabikia sehemu ambako mashoga wanabeberusha bendera zao, alafu unasema wewe huungi ushoga? Mpira ni hatari. Mpira ni hatari. Mziki ni hatari. Mziki ya rumba ni hatari. Mataifa mengi yamedondoka kwa sababu ya huo ujinga. Ukija kuangalia miziki ya Kongo, wanashuti wamevaa ile manguo ya ushoga, wanawake wanavaa nguo za ndani wanakatika. Ule ni maadili gani? Alafu nasema eti Mungu anawapigania. Hebu angalia magonjwa kila siku Kongo yanawatafuna. Angalia wa Kenya, nguo wanavaa za utupu, wanaueti wao, yani maadili ya kizungu. Angalia matatizo kila kitu, amani hakuna. Sasa hivi Tanzania kumekuja wasanii wengi sasa hivi wanaimba muziki yao ya Bongo Flava. Wanawake wamevaa vinguo vya ndani. Lakini mwanaume yeye amevaa nguo nzuri kama amejistiri, lakini mwanamke amevaa nguo za utupu. Huko ni kuaibishana. Mwanamke yeye mwili wake umekuwa ni kivutio cha watu kuangalia maumbile yake, mapaja yake, maumbile yake yote yanaonekana. Sasa si mtembee basi hivyo hivyo. Sasa mtembee tu kama mnaweza kuonyesha kwenye video, kaka zenu, dada zenu, baba zenu wanaona mko uchi, halafu kija nyumbani eti unajistiri nini sasa wakati unaaibisha kwenye jamii? Tuangalie sehemu ya pili.